Mimi nikuja hapa mara ya kwanza, niko na announcement nikiendelea kwa nafasi yangu. Watu wa Jacaranda mmebarikiwa. Watu wa Lower Savannah Embakasi East mmebarikiwa. Kijana sasa mmepata kijana mwenye anakuja kusimama kwa sababu babu anaenda governor. Tumepata kijana chipukizi mchapakazi Calvin Zokoth Gaucho anakuja kusimama mbunge hapa. Kwa hivyo huyo anakuja kuchukua hapa. Mr. Speaker, nani waseni kucelebrate sana. Wacheni kucelebrate sana. Naambia simami huko. Mtu alishindwa na bubu huko. Mr. Speaker, mimi nikiingia hapa before niingie kwa mada, nimeona mtu hapa anasema ati William Samoei Ruto fanyi kazi ati kijana yao na Tembe anafanya kazi. Mr. Speaker, kama Ruto ataona hii clip, Ruto zima hizi pikipiki zako za battery. Wiki moja uone kama watu watakuja hapa kama tumbo imepotea. Kwa sababu Mr. Speaker, Ruto hawezi kupea kazi alafu tena unasimamisha pikipiki ya Ruto pale nje unakuja kumtusi hapa ndani. Ruto zima pikipiki yako huko State House. Mr. Speaker, naingia mada. Kuna mada imesema hapa ati kitu yoyote ikifanyika mbaya, huyu Mutalukanzu koti kubwa ndiye anatanguliana kujua. Mr. Speaker, ati huyu jamaa na nimesikia watu na heko. Na ni ukweli. Wakati Raila Amolo Odinga alikufa na hakuwa ametangazwa, Rigathi Gachagua Mutalukanzu alitoka kwa TV akasema kama Raila hajakufa awamuke aongee. Simuliona hiyo? Alijua aje? Yeye ndiye aliua Raila. Huyu mtu alisimama akasema ati Albert Ojwang ameuliwa na polisi Mkalenjin. Huyo mtu ndiye aliua Albert Ojwang. Huyu mtu alikuja ile siku yenye kijana mwingine alikuwa abducted, akawachwa pale Luanda, Vihiga County. Mr. Speaker, hii serikali ya Ruto ni mzuri, mtu anaabductiwa na anawachwa baada anaenda kwa disco matanga. Na anawin msichana anasema ati nilienda kukina msichana akanipea nguo. Ile ya Uhuru Kenyatta ulikuwa unaabductiwa unapatikana kwa kuunia River Yala Mr. Speaker. Kwa hivyo hiyo abduction ya Ruto ni mzuri, mtu anaabductiwa hapa unapatikana Machakos. Yaani ni discipline tu unapewa. Unatolewa Western unaenda kuwachwa Machakos Mr. Speaker. Hiyo ni kitu mzuri. Na mimi nataka kusema au huyu Rigathi Gachagua au watu wenye wanasemanga kama wamekufa, huyu mtu ndio ni kama anauanga watu. Na mimi nataka suspect wa kwanza, Ruto shika Rigathi Gachagua na make sure, umejua mnasemanga hapa mnafikirianga na Joe, shika huyu mtu weka hapa enda. Mr. Speaker, mimi pia nitafanya maksudi, nitaenda tu hapo mbele ya enda, nipige polisi ngumi, niweke hapo ndani, nikutane na Rigathi Gachagua kwa sasa. Mr. Speaker, hapa kwenye mtampea nitapiga huyo mtu atatoka kama mdomo yake imefura mahotel. Niko serious na huyo mtu Mr. Speaker. Huyo mtu mapua yake itakaa kama mapua ya Bukusu. Mr. Speaker, mada ya pili Mr. Speaker, nimesikia hapa mtu anasema ati sijui Kanji ataretire next year, ati Mkalenjin ndiye atachukua. Ati Martha Koome ataretire, sijui Mkalenjin atachukua. Kama ni mimi ukiniuliza, kwanza hii constitution ya 2010 ilikuwa ya Raila Amolo Odinga na alishakufa. Hiyo constitution tutupilie mbali, tutumie ile ya Moi. Ile ya devolved government itolewe. Mr. Speaker, hii Kenya inafaa tutumie ile katiba ya Kibaki na Moi. Kwa sababu gani Mr. Speaker? Tunataka hii Kenya ikuwe kama ile wakati wa Moi. Wakati wa Moi hata kama choo ilikuwa inataka kujengwa Mount Kenya, pesa ilikuwa inatoka kwa national government. Sasa hii ikikuwa hivyo, umejua Mount Kenya wakitaka kufanya development yoyote hata kama ni choo inataka kujengwa, ni mimi nitatumwa ama Oscar Sudi. Mr. Speaker, hata kama ni choo nitatumwa kujenga Othaya Mount Kenya, hiyo choo nitajenga ikiwa imekaa hivi, ianguke huko Speaker. Kwa sababu Mr. Speaker, hawa ndio watu ambao wameleta hii shida yote Mr. Speaker, ukitaka kujua watu ni watu bure, angalia records zenye hao watu wanatengeneza. Ati Mkikuyu akitaka kutengeneza record, ati anakula kidheri kwa line akienda kupigia Raila asipite. Hiyo ndio record ya Mkikuyu anatengeneza. Record nyingine ati anaenda kuhug meat. Mr. Speaker, kama nikijua kama hii meat inatoa pesa,
Sisi Wajaluo mimi naweza hang mimi nikufia hapa. Mr. Speaker. Wakikuya kula kitu wenye wanaweza. Leo nimeona mwingine anaongelea siasa hapa akisema venye Ruto ni mbaya. Mimi nashangaa na Kikuyu mwenye anakuja kwa bunge la Mwenje Karani. Na mimi nikiona wekuja hapa, hiyo ndio Kenya ndio tulikuwa tunataka, hiyo ndio Singapore. Kwa sababu sasa hivi Wekuyu wanasumbua na Kanyi huko Mudhurwa. Yeye ako hapa anapiga siasa. Hiyo ndio Singapore ndio tulikuwa tunataka. Mimi sasa hivi nafurahia Mr. Speaker kama naweza piga siasa hapa na nasikia hapo nyuma aterere nekwe kama Kenya iko sawa Mr. Speaker. Kwa sababu Mr. Speaker hii shida yote ni yao. Hao mapresident wote wenye wamekuwa kitusumbua, hao ndio walichagua. Kibaki ni wakina nani walichagua? Watu wa koti kubwa. Uhuru Kenyatta nani alichagua? Koti kubwa. Huyu Ruto nani amechagua? Koti kubwa. Alafu saa hii umbwa yao inawauma, wanatuambia ati lazima tuwatolee hiyo umbwa. My friends, sisi si lazima tutoe Ruto. Kosa kubwa yenye Ruto ametufanyia, mimi sijaona kosa ya kutoa Ruto. Kwa sababu pesa ya Mkikuyu sasa hivi anachuna majani chai, anauza gandamia, usuru yake inalala Nyanza. Nimesikia sasa hivi mtu anasema hapa ati Ruto anakuta ati pesa yetu inaibiwa na serikali. Speaker huo mwenye ameongea hapa ati pesa yao inaibiwa. Ukimwangalia kuna pesa ya kuibiwa. Hata ya leo hii na Malaysia